Hii ni MTV Online inayokutangazia kwa njia ya mtandao kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa leo ni tarehe 10 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Mimi ni Tryphon Odas kutoka Tanzania, katika mji wa Kigoma, pembezoni mwa ziwa Tanganyika. Matangazo haya pia yanapatikana pia kupitia mitandao yetu ya www.mtv1news.com, Facebook ni MTV News DRC, Twitter ama X @MTVDRC, LinkedIn ni MTV News, pamoja na redio washirika za FM Kivu Kaskazini nchini DRC, ikiwemo Radio Oasis Beni, RTGL Butembo na Kirumba Radio Setrobo, huku Kimburu ulani Lubelo RCK Lubelo Lakovu, na huko kiwanja cha Lushulu Global Walk, huko Mtwanga Beni Sake FM, na huko Masisi ni LFM ya mjini Goma. Rais wa Kongo Felix Tshisekedi amewaomba wachimbaji wa madini kutoka mataifa ya kigeni kuwekeza nchini DRC. Akiwa mji wa Lubumbashi, mkoa wa Lualaba, rais wa Kongo DRC Felix Tshisekedi amesema kwa sasa amechoshwa kuona madini mengi yanabebwa na watu bila wananchi kunufaika. Felix amesema kuna watu wengi wanaokuja DRC wakiwa hawana uwezo wengi, lakini wakiondoka DRC wakiwa mabilionea baada ya kuchimba madini ya DRC. Hii ni kufuatia malalamiko ya wananchi wa Kongo, hasa mikoa inayozalisha madini ambayo hadi sasa haina maendeleo, hasa kukiwa na ukosefu wa shule nzuri, hospitali na kadhalika, hata barabara, lakini kukiwa na uchimbaji wenye madini na mali nyingi, mikoa hiyo wakiishi kwa mateso makubwa. Mikoa ya Katanga yote ina madini mengi sana, lakini bado maendeleo ikiwa yako nyuma kuliko mali inayobebwa na watu kutoka mataifa mbalimbali, kutokana na mikataba kadhaa ambayo waliafikiana na wawekezaji hao katika sekta ya madini. Tshisekedi amesema lazima kupitia upya mikataba ya wachimbaji wa madini katika eneo lote la Katanga. Kuhusiana na ziara hiyo, tumezungumza na Laurent Mugiraneza, mwana harakati wa masuala ya kutetea haki za binadamu, akiwa mjini Kinshasa. Itaenda kujulikana kama kila wakati na kila mara raisi aenda akiweza kugundua maneno hayo, eti akisema kuna maneno yasiyoendeka, na kwa leo akisema eti madini makampuni mengi yenye kutumika huko Kolwezi yanafaidika, lakini wakaaja wani chochote. Ni hayo mambo anayoyaeleza kila wakati na kila mara, lakini matokeo ya matamshi yake kama rais ndiyo tunayongojea kila wakati na kila mara. Baada ya hayo hayatokee. Nawaza kama rais akisha kugundua hayo, sio mara ya kwanza, kwa sababu amefika Kolwezi ndio anaona mambo hayo. Anayajua kwa kuwa kweli watu wengi katika nchi ya Kongo wanaiba mali yote ya Kongo, na wenyewe wanajua kama kweli makampuni mengi yanaiba mali ya Kongo na wakongomani wafaidika, lakini kwa kusema awazibu wala kukamata mikakati fulani ili kuwazuia wale wenye kuiba mali ya Kongo waibe, haitoshi, haionekane. Lakini sasa tunaenda kuzungumza kama haitoshi kuhamakia wala kulaumu wala kulalamika. Tunayongojea ni matokeo, ambapo amekwisha kutambua mambo hayo tangu zamani, sababu ana ile renseignement ya kweli ya wenye kumjulisha mambo yasiyoendeka na yanayoendeka. Tunangojea akamate hatua za kuwapatia malipizi wale wote ambao wanapatikana katika unyanyasi huo na uwizi huo, ili matokeo kwa ajili ya wakazi ipate kuonekana. Lakini unadhani ni kwa nini Kongo ina mali mengi, ina madini, ina misitu, ina maji, lakini wananchi wake wa masikini kama vile tunavyozungumza? Tunajua kama kweli sisi wote tunajua kama sisi tuna wasomi wengi, lakini tunabaki wa masikini sababu hatujapata kiongozi bora ambaye ana usani, anatafuta
hali njema ya Wakongomani. Waziri wa justice ye mwenyewe anastakiwa kuwa amekwisha kuiba mamilioni. Unajua kama wakati tunao viongozi ambao wenyewe wanaiba mali na hata bageti mingi wanakula wenyewe, unajua hata vile nchi haiwezi kuendelea. Ndio narudia kama bado hatujapata viongozi mawaziri ambao wana nia ya kuwasaidia Wakongomani yani wale wakoloni wetu, yani Ubelgiji, wakati tuliachana nao vibaya na hawakuweza kutupatia ile ujasiri ya kushughulikia nchi yetu. Ndio wametuacha tuzame kabisa, na hakuna hata Kongomani moja ambaye mpaka sasa tangu Mobutu mpaka sasa hakuna yule kiongozi ambaye anasaidia Wakongomani. Utaenda kuona kwa mfano kama rais mstaafu Rais Joseph Kabila, mali anayo kama mtu binafsi katika nchi na nje ya nchi. Utaenda kushangaa hata wale mawaziri wanafika leo, lakini kwa siku chache wana magorofa, wana mali tele, hata watoto wao wanaenda Ulaya. Yani inaleta huzuni kuona kama tunabaki katika nchi ambao wakaaji hawahangaike, wa viongozi wanahangaika na tumbu zao wenyewe, na ndio maana vita siku kwa siku inaenda isikosekane katika nchi yetu, sababu kuna ile kukosa usawa na kugawanya mali ya Kongo kwa Kongomani wote. Imeweza kugawanyiwa tu na wale ambao wanafika kwenye uongozi, na hii ndio inaleta shida na matata katika nchi yetu. Na tukibaki huko Kinshasa, tunaarifiwa kwamba wakazi wa mikoa ya mashariki mwa DRC kutoka Kivu Kaskazini na Kusini waliokimbia vita vya M23 na jeshi la serikali FARDC wapitia hali ngumu na mbaya ya kimaisha katika miji mbalimbali. Mugiraneza amekuwa miongoni mwao baada ya kutoroka mji wa Goma. Nakwambia kama hali ya wakimbizi, yani wale walioondoka kwenye maeneo wakikimbia M23 wapatikanao kwenye eneo ambao government inaongoza, walitarajia watapata msaada hata na kupokelewa na government, lakini wakati kama wa sasa ambao tunazungumza ni miezi karibu 5, wakaaji hao wanabaki nje, wengine hawana mahali pa kulala, wengine hawana namna ya matunzo, na hata wengine wanaenda wakafariki sababu ya kukosa kuhudumiwa na government. Hata mpaka sasa wale wakimbizi wenye kupatikana Butembo, Beni na mahali pengine Uvira, hata mahali hapa Kinshasa, hakuna hata ujumbe moja wa serikali ambacho umekwisha kusema eti itaweza kuwasaidia wala kujua wanaishi je. Na hii inaleta huzuni kuona government kabisa ambao ina wa ministers wa mawaziri wenye kuhusika na jambo kama ya affairs social waweze kunyamaa kimya mbele ya watu ambao wanahangaika. Hii inatuletea huzuni na kitisho kabisa, na kwanza kujiuliza namna gani tutaweza kupata viongozi ambao wanahangaikia taifa lao, wanahangaikia wakaaji wao. Kabisa ni katika hali ya matata sana, na kuna wale wanaanza kufariki. Hata jana kuna mama moja alitoka Goma, amegongwa hapa Kinshasa, amekufa, amefariki, ameacha watoto wako Goma, na yeye na mume wake walifika kwa ndoa hapa ukizani watarudi nchi ilipokamatiwa na M23, wameshurutishwa kubaki hapa na amefariki hapa, na tujua atazikwa namna gani. Tunahitaji waziri husika afanye haraka iwezekanavyo ili kujua watu wote waliokimbia, wenye kupatikana Beni, Butembo, wenye kupatikana Uvira, na hata wale wenye kukimbia ADF mahali mbali Mangurujipa, watu wanauawa, wanakimbia, watu wanakaa aje. Tunahitaji waweze kuwapatia msaada na waweze kuwatafutia namna pekee dawa na vinginevyo, na ya zaidi sana na ya muhimu ni ili warudishe amani katika miji yetu, ili tuweze kurudilia, sababu misaada haiwezi kutufalia chochote. Waturudishie amani, wafanye haraka iwezekanavyo ili wakimbizi ambao wakamatwe wasaidiwe na government wapate kurudia makwao ambapo wana mashamba na wana kazi zao mbalimbali. Wanaoishi katika miji ya Beni na Butembo nao wameendelea kulalamikia maisha, huku watu zaidi ya 30 wakiwa wameuawa katika vijiji tofauti wilayani Lubero, katika vijiji vya Angola ya kwanza na Angola ya pili. Abel Songo tumezungumza naye kwa njia ya simu. Vijiji vya Angola ya kwanza na Angola ya pili ni vijiji vinavyopatikana katika misitu ya wilaya ya Lubero. Ni maeneo ya uchimbaji wa madini mpakani mwa wilaya ya Lubero, jimbo Kivu Kaskazini, na lile la Chopo lilishambuliwa na watu ambao ni wapiganaji wanaozaniwa kuwa ni ADF ambao
vamia vijiji hivi kwa kuzingira raia, na raia wengi tunaambiwa ya kwamba wamefariki na wengine wametekwa nyara na kuelekea mahali pasipojulikana, wengi wakiwa wamezama katika maji ya Lubero walipokuwa kujiokoa katika shambulizi hili. Wanaoshutumiwa kuhusika na mauaji hayo ni waasi wa ADF ambao walikuwa wakikimbia wakihofia msako ambao unaendeshwa katika misitu ya Bapere, na walitamani kuelekea eneo la huko Kasuo. Ni huko ndiko katika kukimbia kwao ndipo wanashambulia raia katika eneo hili. Kwa sasa miili ambayo imeuawa ni watu 36 ambao wameuawa. Wengine hawajulikani mahali wanapopatikana, kwani wengi walijitupa katika maji wakitamani kujiokoa, na inaonekana kuna wale ambao hawajui kuogelea. Kwa sasa wanaoripotika kupotea ni watu 100 ambao kwa sasa haijulikani wapi walipo. Viongozi pamoja na jeshi limeelekea katika eneo hilo kwa ajili ya kufuatilia waasi hao. Tunaweza kusema ni katika misitu ya sekta, ni katika Bamate, ni misitu ya Bamate. Kuondoka Mangurejipa kuelekea sehemu za Munzoa ni kuelekea eneo la huko Kasuo magharibi na jiji kuu la Lubero, hiyo ambayo ni sekta la Bapere na usultani wa Bamate. Katika misitu, kwa sababu wengi wanachimba madini katika mto Lubero, hapo ndipo wengi wamepiga kambi huko kwa ajili ya kuchimba madini. Ni vijiji tu ambavyo vinapatikana pembezoni na mji huo, na ni vijiji mahali ambapo kuna chimbwa madini. Wengi ni wachimba migodi na wengine ni wale ambao wanaelekea huko kwa ajili ya kupeleka bidhaa mbalimbali kwenye vijiji hivi vya uchimbaji wa madini. Huku jeshi la Kongo FARDC likiwa limeingia katika msako wa waliohusika, hasa wakishutumiwa wapiganaji kutoka kundi la ADF. Na tukitoka huko Lubero tunarudi mjini Goma ambako wakazi wamelalamikia kodi zilizowekwa na AFC M23, wakisema hayo wakati wa hamasa inayoendeshwa na AFC M23. Ni sana juu ya tax. Aba watu wanakushia barabara wa mingi wanaishi juu ya ile biashara ya kidogo kidogo ya barabara. Sasa kama tulisikia bien, mama walisema aseme, iko unasema aseme, bakubwa wanasema aseme, watu yote wanaoshia barabara ifo batoki. Sasa hili hatujue ni kweli ama ni bongo. Na wanaleta mataxi. Na actuellement vile ya Goma franga haziko imasiku. Sasa wamingi wanafunga biashara juu ya taxi. Swali langu ni hii: munaamini kama Amerika ndio kutakuya suluhisho, wala twende na vita? Hapana, kusimama hapa twende. Kwa majina ni Bwana Michel Mumbere Kavutiwaki. Ulizo yangu inahusu development socio-economique ambao tunaishi ndani kwa siku ya leo. Na mimi nauliza hii ulizo, eske munisha comprendre que deja tumebaogopa, sababu kila mtu kufika anakuwa mfano intimidation. Exemple ni gani? Factures za régie des eaux zinakuwa très exorbitantes, yani zinapanda. Hii mwezi 10,000 francs, mwezi kesho 35,000 francs, mwezi ya kufuata 100,000. Alors, on a pas déclaré, on a réclamé, pas question, on n'a plus le droit de réclamer. Est-ce que mnajua hili? Na kama mnajua, Mungu anatutarajia nini kutusaidia? Sababu ya kupata Nyeli Mnderwa ni kutoka kundi la Hamas la M23 mjini Goma, anaongoza timu yao katika kata ya Virunga, mtaa wa Karisimbi. Tumekuja hapa ndani ya kata ya Virunga ili tuweze kuzungumza na raia kuhusu salama, kuhusu amani, umoja kati yao, hasa na umuhimu wa kujiunga na chama chetu cha AFC M23 ili kwamba tuweze kubadilisha mambo ndani ya nchi ya Kongo, tukijenga nchi yetu ya Kongo. Kwa nini mnashawishi watu kujenga umoja? Tunashawishi watu kujenga umoja kwani siku zilizopita
umoja umebomolewa na government ya Tshisekedi akiweka ukabila katikati ya raia, na hiyo ilisababisha ya kwamba raia wachukiane, wabaguane. Sisi majengo yetu wala lengo letu la kwanza ni raia waishi ndani ya hali nzuri, ndani ya upendo, ili waweze tujenge, tusimame sote kwa kujenga nchi yetu. Hatuwezi kujenga nchi bila umoja na upendo katikati yetu. Watu bado wana wasiwasi, wanasema pengine nyinyi mko karibu kuondoka Goma. Wale ambao wanaota ndoto, mtu waweza kakataza mwingine kuota ndoto. Hiyo ni ndoto. Sisi hatuondoke, sisi tuko ndani ya mji wa Goma na tunabaki, hatuondoke. Lengo letu tugomboe nchi yetu yote ya Kongo na ule utumwa wa Rais Tshisekedi ambaye anaharibu nchi. Ujumbe gani unao kwa wale ambao wamejificha, wanakuwa na silaha? Wale ndugu zangu wazalendo ambao walipewa masiraha bila mafunzo yoyote kwa kutatiza raia, na waambia wote ambao wanajificha wakuje, tujiunge pamoja, tuwafundishe jeshi ambayo iliyokuwa imara, jeshi ambayo inajua kia kufanya. Tujenge Kongo yetu pamoja. Wale wa FARDC sio maadui zetu. Wa FARDC tunawapokea, wakuje tuwafunze jeshi nzuri ili tuweze kujenga Kongo yetu pamoja. Hasa ujumbe kwa wale Wanyarwanda wa FDLR, wakuje tuwapane kwa HCR waweze kuwarudisha kwao Rwanda, wapate kusaidia majengo pia ya nchi yao ya Rwanda. Hatutaki usalama mdogo uendelee kudumu ndani ya raia yetu. Tunataka tujenge usalama na tujenge umoja wa raia. Tukitoka DRC tunakwenda hadi huko Kenya, ambako mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini Kenya yametaka uchunguzi wa haraka kufanyika kufuatia kifo cha mwanablog Albert Ojwang katika kituo cha polisi. Dennis Chisaka kutoka Nairobi, Kenya, na ripoti zaidi. Shirika la International Justice Mission pamoja na mashirika mengine wameendelea kushinikiza serikali na kutaka uwajibikaji kuhusiana na kifo cha mwanablogu Albert Ojwang mikononi mwa maafisa wa polisi katika kituo cha polisi cha Central jijini Nairobi. Chama cha mawakili nchini pia kimekashifu vikali kifo hicho na kutaka uchunguzi wa haraka kufanyika ili kuwajibisha waliohusika na kifo chake. Hii ni baada ya polisi kusema Ojwang alikuwa na majeraha ya kichwa baada ya kujigonga kichwani ndani ya seli. Ojwang alikamatwa Ijumaa kaunti ya Homa Bay kwa tuhuma za kuchapisha taarifa za kudhalilisha naibu inspekta wa polisi na kusafirishwa hadi Nairobi. Alifariki Jumapili akiwa katika kituo cha polisi cha Central katika hali ya kutatanisha. Kwa ripoti hiyo ndo tunatamatisha taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo. Mimi ni Tryphon Odas, nikushukuru wewe kwa kutenga muda wako na kuwa nami tangu pale nilipokuletea taarifa hii ya habari. Kwa niaba ya wote waliosaidia kuandaa taarifa hii ya habari, nikutakia wakati mwema. Asante na kwaheri.